Bana, sawa, bila shaka ujambo popote pale unapoifuatilia Tabora Media Digital, na mambo yako vizuri kabisa. Tunakutana kwa siku nyingine, lakini lengo zima la kukutana hapa ni kwenda kujadili mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya wakilishi wa Tanzania Yanga Africans ambao watakuwa wanamenyana pale nchini Morocco na timu ya FAR Rabat, mchezo ambao unasubiria kwa hamu kubwa kuona kipi ambacho wakilishi wa Tanzania Yanga Africans watakifanya kwenye mchezo wa leo ambao utaenda kupigwa muda mchache ujao. Bana, jina langu ni Jerwin Jackson, nipo na Elia Dani kwa ajili ya kujadili huu mchezo namna ambavyo unazungumzwa. Elia, ni mchezo ambao umezungumzwa sana Tanzania kutokana na kile ambacho kinaonekana kwenye kundi ambalo lipo Yanga, mchezo ambao unachukuliwa kwa kama finali fulani hivi kwa upande wa wananchi. Yanga Africans wanatupa karata yao nyingine, Yanga mbele ya FAR Rabat. Mchezo wa kwanza Yanga alishinda 1-0. Ni mchezo ambao utakuwa wa aina gani na Yanga ili wapate matokeo ya kuwavusha kwenye hatua hii kwenda hatua nyingine? Kipi ambacho mwalimu Pedro Goncalves anapaswa kukizingatia kwenye mchezo wa leo? Ni mchezo mzuri, yani miongoni mwa michezo ambayo Jeruini nina uhakika tuliwahi kuiona kwenye mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika, basi na huu utakuwa miongoni mwao, ukiachilia mchezo ambao ulijumuisha RS Berkane pamoja na Pyramid, michezo yote miwili, lakini Al Hilal Omdurman pamoja na Mamelodi Sundowns walipatia game nzuri sana, lakini hata FAR Rabat pamoja na Yanga kwenye huu mchezo basi wanaenda kutupa game nzuri sana. Kwa nini? Current performance ya timu zote kiujumla kwenye group lao inaonekana ni timu ambazo zinapambana sana kupata matokeo, ingawa FAR Rabat ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na msingi mzuri tu, hawajapoteza mchezo wote wenyewe mpaka sasa hivi, lakini Yanga wenyewe wamepoteza mchezo mmoja, wametoka kupoteza dhidi ya Al Ahly kabla ya kucheza Zanzibar, wakamaliza kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo matokeo yao yanachagiza kuongeza ushindani mkubwa sana. Kila mmoja ana alama 5 kwenye group au sivyo? Yep. Kwa hiyo kama kila mmoja ana alama 5, bado na uwezo wa kuweza kupambana na kwenda hatua ya quarter final. Ikumbuke kwamba kwenye hili kundi hakuna timu yote ambayo imeshapoteza mchezo nyumbani. Kwa hiyo Pedro Goncalves pamoja na vijana wake wanapaswa kupambana sana wakizihitaji hizo alama dhidi ya FAR Rabat. Ikitokea Yanga kapata alama moja kwa moja atakuwa amefuzu hatua ya robo finali au sio? Kutokana na head to head atakuwa amemfunga FAR Rabat kwenye michezo yote miwili. Kwa hiyo na CAF huwa anaangalia zaidi cha kwanza head to head, nyie ambapo mlikutana mlivuna matokeo gani, inaweza ikawa bora zaidi kwa Yanga. Kwa hiyo hata selection ya kikosi kama ulivyoniuliza afanye nini ili aweze kupata matokeo ambayo ni mazuri, cha kwanza ni selection ya kikosi ambayo inaendana na mahitaji ya timu kwa wakati huo. Siko tu unaweza ukawa na approach labda ya kwenda kuzuia vizuri, ukaanza na watu ambao sio wazuri kwenye kutunza mipira na sio wazuri kwenye kuisaidia timu pale ambapo ina mipira. Kwa hiyo lazima game approach yako iendane na wale wachezaji ambao utaenda kuwachagua, inaweza ikawa bora zaidi kwa Young Africans. Okay, kuna maingizo mapya kwa upande wa kikosi cha wananchi Young Africans. Kuna baadhi wengi wamekuja, wengine wakuhusika kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya FAR Rabat. Kuna Depo wakahusika, Alan Okero na yeye pia kucheza mchezo, alikuwa hajasajiliwa na Yanga. Damaro Kamara pia naye akuhusika kwenye mchezo ule. Pengine kuwa na wachezaji kama hawa ambao ni professional wamekuja na mechi kadhaa tumeona wakianza kwenye kikosi cha kwanza cha wananchi, inawezekana ikawa ni chaguo bora sana kwa mwalimu Pedro Goncalves kuelekea mchezo huo. Yes, umewagusia ambao wakucheza mchezo wa kwanza dhidi ya FAR Rabat, ndio hivyo. Yes. Depo amekuwa first 11 mpaka sasa hivi kwenye kikosi cha Pedro. Alan Okelo ni mchezaji ambaye ni tegemeo zaidi, vivyo hivyo hata kwa Damaro Mohamed Kamara kwenye eneo la holding midfield ndio mara nyingi sana amekuwa akitumika. Kwa hiyo inamuongezea mwalimu machaguo sahihi ya wachezaji ambao watakuwa na wahitaji, na sina shaka ya aina yoyote kwenye hawa wachezaji watatu ambao umewataja Jirini, huenda tukawashuhudia wawili ama wote wakianza kwenye mchezo ile kutokana tu na ubora wao ambao wameonyesha tangia wajiunge na Yanga. Bana, sawa. FAR Rabat wana nyota kadhaa wa kuchungwa kweli kweli. Theo Carneiro yupo,
Reda Srim yuko pale, lakini pia yupo Hilimat kwenye eneo la kiungo. Nitamani tumalizie na hii, unipangie kikosi ambacho naona cha Young Africans kikianza leo kinaweza kikawadhibiti hawa baadhi ya nyota ambao nimewataja hatari kwenye kikosi cha FAR Rabat kwa haraka. Ya kikosi cha Young Africans ikitokea wachezaji wote wako fit. Basi golini Djigui Diarra performance yake, kulia acheze Yao Kouassi, then kushoto acheze Mohamed Hussein, wakati mabeki acheze kwa maana ya Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, wakati huo kiungo wa chini awe Damaro Kamara, wakati huo winga anaweza kacheza Alan Okello kutokana na mahitaji ya timu, wakati kushoto acheze Pacome Zouzoua, namba 8 Duke Oga Abuya, namba 9 Dep, alafu Maxi Zengeli atumike nyuma ya striker. Bana, sawa, kikosi cha mchambuzi wangu Elia Dane, ndivyo tulivyo maliza kugusia mchezo huo kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao utapigwa siku ya leo muda mchache ujao. Wewe matumaini yako ni yapi? Yanga anapata ushindi? Dondosha komenti yako na mambo yatakuwa vizuri. Jina langu ni Jerwin Jackson, ilikuwa na Elia Daniel, nyuma ya kamera alikuwa ni Bravius Joas, mtu wa maana sana bana. Ciao. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.